wakiingia Singida na kifua mbele kwa kushinda michezo miwili iliyopita na Azam wakiwa wametoka sare michezo miwili iliyopita, hii mechi unaweza ukaisimamisha namna gani? Ni mechi ngumu sana Kataruka. Ni mechi ngumu sana kwa sababu kuna mazingira ambayo yanaifanya mechi iwe ngumu zaidi. Mmoja ametoka kuzungumza hapa Idi. Unajua Azam licha ya faida ambayo ameitengeneza kocha mpaka sasa hivi Ibenge, ya kwamba yeye amekuwa hana kikosi cha kwanza moja kwa moja, anafanya mabadiliko kila mechi, unamkuta kuna mabadiliko mapya ambayo ameyafanya kwenye timu yake. Hii ni faida ya kwanza kwa sababu anatengeneza mazingira ya wachezaji ambao upo kwenye timu kuamini kwamba yeye pia ni miongoni mwa watu ambao kila wakati anaweza kutumika kwenye timu. Cha kufanya lazima hakikishe kwamba yeye anakuwa yuko fit kila wakati, kwa sababu kocha anaweza kumtumia. Ndio maana sasa hivi inawezekana kwenye benchi la Ibenge kusiwe na hofu kubwa sana, kwa sababu hata kwenye hiyo mechi ya Singida wachezaji kila mmoja alikuwa anajua kwamba anaenda kutumika. Kwa hiyo kama anaenda kutumika ndio ajiandae. Ndio maana kuna rotation anaifanya kocha. Kwenye mechi hii kuna tofauti, na mechi inakuwa mechi tofauti. Lakini wapo wale wachezaji ambao ukigusa mbinu za mwalimu lazima kwanza uanze kuwazungumzia wao, kwamba kuna uwezekano kwamba kama kocha ameamua kwamba tunaenda na 4-2-3-1, lazima kwenye ile tu ya chini kuna watu ambao lazima wawepo, ambao ndo sasa baadhi wanakosekana. Tunamzungumzia Faisal, anakosekana, na mchango wake kwenye kikosi amekuwa bora sana pale ambapo anakuwa yupo kwenye majukumu yake akiwa na Azam. Tutamzungumzia Idi Nado, amekuwa bora sana kwenye eneo la kushambulia akitokea pembeni. Inawezekana wale ambao wapo sasa hivi wanaweza kazalisha kitu bora wanapokuwa wanapata nafasi, lakini si kama kila ambacho Idi Nado anakizalisha, kwamba madaraja yametofautiana. Kuna nyakati ambazo wachezaji wanatofautiana ubora. Sasa hapa tunazungumzia kwenye engo nyingine ambayo hapo ulikuwa unazungumzia Katanga, kwamba inawezekana wakasafiri, kocha akasema sitaki kuwatumia kwa sababu hawajapumzika, ni watumie wale ambao natunza rasilimali yangu kwanza kuelekea Mzizima. Lakini inawezekana watu wanakuambia kingangania ulichonacho kwanza, kwa sababu ukingangania ulichonacho ina maana kitakupa nguvu ya kutafuta kile ambacho kinafuata. Alama za Singida inawezekana kama muhimu sana kuliko za Simba, kwa sababu ya Simba ukiweka kwenye uwiano ni timu ambazo zinafanana. Vitu vingi kivigusa Azam utavikuta Simba, vitu vingi kivigusa Simba utavikuta Azam. Lakini kwa Singida inawezekana ile bidhaa ya uwanjani kwa mchezaji mmoja mmoja ambaye yupo Singida, ukienda Azam pia unaweza kumkuta. Lakini kwenye issue ya kushindana na rekodi zinaibeba sana Azam, kwa sababu ukiangalia head to head Azam ana faida kubwa sana tofauti na Singida, na hata namna mazingira yalivyo ya Singida na Azam ni kama kuna utofauti hasa wa wachezaji. Kwa hiyo Azam inawezekana wakawa wanaangalia sana alama za Singida, kwa sababu ukiwaweka kwenye uwiano wa madaraja, Singida bado ataendelea kuwa chini, lakini Azam ataendelea kuwa juu. Ukitazama ya Simba na Azam ni kwamba unaweka kwenye daraja moja, kwamba pale inawezekana kapasuka yoyote, lakini kwenye mechi ya Singida ni kwamba Azam tampa wa kwanza, Singida nampa wa pili. Kwa hiyo kwa Ibenge alama ambazo yeye anaziangalia sana ni hizi za karibu ambazo ni mechi ya Singida, lakini issue ya namna gani ya kuzipata sasa ni namna gani ya kutumia wachezaji ambao anao, na hivi karibuni tumemwona anafanya mabadiliko. Hata wachezaji nao wanakuwa tayari kiakili, kwa sababu wanaamini kwamba kila mechi mwalimu anaweza kanipa nafasi nikacheza. Kwa hiyo issue ya wachezaji kusafiri kwenda, mimi sina hofu sana, kwa sababu Ibenge amekuwa ni mtu ambaye anabadilika kutokana na mazingira. Kuna nyakati wachezaji anawapa nafasi na wanampa kitu bora sana kutokana na maandalizi, lakini pia na namna ambavyo amemwandaa mchezaji kiakili kwamba tunaenda kucheza mchezo huu, maelekezo yangu inatakiwa ucheze hivi, ucheze hivi, nenda kafanye hivi, basi ushindi unaweza ukawepo ama tukapata magoli. Lakini kwenye issue sasa ya kwenda kukiwasilisha kile ambacho timu zote mbili zinazo, ukiwatazama Azam kwenye mechi hizi ambazo tumezitazama mbili za mwisho hawajafunga goli lolote, lakini Singida umefunga takriban goli 5. Ukiwatazama maana Singida ni watu ambao wanapopata nafasi za kufunga ni watu ambao ni hatari sana, kwa sababu kwenye mechi mbili kuwa na goli 5 ina maana nafasi ambazo wanatengeneza huwa wanatumia. Lakini katika hilo daraja kwamba wametumia hizo nafasi, walikuwa wanacheza na nani? Walikuwa wanacheza na Mbeya City. Ukitazama Mbeya City nao hali yao sasa hivi si nzuri. Wamekuja wamepata goli dhidi ya Tanzania Prisons. Nao umeona namna ambavyo walikuwa wamewaonyesha, maeneo mengi walikuwa wamewazidi. Kwa hiyo ni mechi ambayo kuna vitu vingi ambavyo vinatenganisha kabisa. Ukifuata ukitazama kwenye issue ya wachezaji kwa Azam na Singida ni kama wanaelekea na uwiano. Yaani ukiwatazama
ubora uko sawa, mchezaji mmoja. Lakini kwenye issue ya kuzalisha kile alichonacho inawezekana ikawa tofauti. Ndio maana unakuta kwenye issue ya kukusanya alama za Singida na Azam wamekusanya nyingi tofauti na Singida. Ina maana kwenye ubora wa wachezaji wa Azam, ukienda kutafsiri mbinu na kutafuta alama ama ushindi, wao ni bora zaidi tofauti na Singida ambao tukiwatazama kwa mtazamo wa nje wachezaji ni bora, lakini namna gani ambavyo wanaweza kadhibitisha ubora wao kwa kuweza kupata ushindi kwenye kila mechi ndio utofauti unapokuja. FM kutoka Dar es Salaam, Tanzania.